vyovyote vile, unapotaka kuzungumzia mafanikio ya Yanga kwa msimu huu wa 2024-2025 ambayo Yanga baada ya kupigania mataji tofauti 6 ikatwaa mataji 5, Yanga ikitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, huku ikiandika rekodi mpya ya ufungaji mabao kwa kufunga mabao mengi kuliko idadi ya pointi zilizokusanya, ambapo ilifunga mabao 83 ikiwa na pointi 82. Kwa vyovyote vile, huwezi ukaacha kumtaja mchezaji wa kimataifa kutoka Kenya, Duke Abuya. Ndio, huyu kwa kiasi kikubwa ndiye aliyefanya mpaka sasa wananchi Yanga wakiwa bado hawajaona moja kwa moja pengo lililoachwa na Stefan Aziz Ki aliyekwenda kujiunga katika klabu ya Wydad Casablanca baada ya biashara kufanyika baina ya wananchi Yanga na klabu yake hiyo mpya. Ni huyu ndiye aliwafanya Yanga wapate faraja katika mechi ya mwisho ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB wakati Yanga ikishinda mabao 2-0. Ni yeye ndiye aliyefunga bao la utangulizi katika dakika 40. Yes, Abuya akafunga bao la utangulizi katika mechi ambayo Yanga walishinda 2-0, akichangamkia mpira ulio deflect uliombabatiza mmoja wa mabeki wa Singida Black Stars kutokana na cross ya Izra Patrick Mwenda, akiwa kwenye eneo sahihi akaweka mpira wavuni. Huyu Duke Abuya ni mpambanaji haswa. Huwa ananyumbulika uwanjani katika mfumo wa Yanga. Wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Duke Abuya aliyetua mwanzoni mwa msimu huu katika uhamisho ambao haukuwa maarufu, katika uhamisho ambao ni management ya Yanga na benchi la ufundi ndilo lililojua zaidi umuhimu wa mchezaji huyu, huku kwa mashabiki akionekana sio wa kuvutia sana. Matokeo yake huyu Duke Abuya amekuwa muhimu sana kikosini, kwa sababu amekuwa akicheza hapa kati ya viungo wawili ukabaji, lakini vile vile anacheza eneo hili katika viungo 3 ushambuliaji, kulingana na namna ambavyo kocha Hamdi Milud hupenda kumchezesha kadri anavyoona. Lakini pia hata kabla Milud, Ramovic, lakini pia Miguel Gamondi wamekuwa wakimtumia katika maeneo hayo. Sifa yake kubwa Duke Abuya, ambaye kiumri amekwenda kidogo, kwa sababu amezaliwa Machi 23 mwaka 1994, maana yake umri wake kwa sasa ni miaka 31. Lakini Duke Abuya anapokuwa uwanjani, cheza yake, kujituma kwake, akiwa na mpira au akiwa hana mpira, bado amekuwa muhimu sana kwenye kikosi cha Yanga, kwa sababu anapokuwa na mpira ana uwezo mkubwa kudribble, kukokota, kupiga mashuti ya kulenga shabaha, kufunga, kutoa pasi za mabao. Lakini vile vile Duke Abuya, timu inapokuwa inafanya jukumu la kuzuia baada ya kupoteza mpira, yeye ni mpambanaji haswa. Anaingia uvunguni kwa wapinzani kuhakikisha anatoa mpira, mapambano yale ya mipira ya juu, mipira ya chini, yote Duke Abuya yuko vizuri, na kwa kiasi kikubwa mara zote anapokuwa uwanjani eneo la kati, Yanga inachojivunia ni pamoja na wachezaji wa aina yake. Kuondoka kwa Stefan Aziz Ki, alichofanya Milud ni kufanya mabadiliko tu hapa kidogo, kwamba Mudathir Abbas ambaye hucheza na Khalid Aucho Doctor kama viungo wawili wa ukabaji, Mudathir, kocha Hamdi Milud amempeleka mbele kidogo muda kwenda kucheza kama namba 10 nyuma mshambuliaji kinara, na halafu nafasi ya Mudathir Abbas amejitwalia Abuya, na hivyo kuwa anashirikiana na Khalid Aucho Doctor. Lakini wakati huo, kwa sababu Mudathir Abbas mzuri pia katika kuzuia, imefanya Yanga eneo la kati liwe imara sana, ndio maana wakapata ushindi mzuri dhidi ya Simba mabao 2-0 katika mechi ya mwisho iliyohakikishia ubingwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Lakini katika mechi ambayo sababu moja hapo Yanga kufanya vizuri dhidi ya Simba, lakini hata hii dhidi ya Singida Black Stars katika finali ya kombe la shirikisho, ni eneo la kati kwa utawala, hasa pale wanapoteza mpira Yanga wakawa wana Aucho, wana Abuya, wana Mudathir Abbas, ambao wote kwenye kuzuia wako vizuri zaidi. Kwenye kushambulia Abuya anakwenda mbele box to box, lakini wakati huo anakutana na Mudathir ambaye pia alikuwa mara zote amekuwa akifanya kazi hiyo. Yanga ikaimarika zaidi kuifanya no Aziz Ki, no problem. Yote ni jeuri wanaoipata Yanga benchi la ufundi kwa sababu ya kuwapo ya huyu Duke Abuya, mgongoni nambari 38, raia wa Kenya. Katika ligi kuu Tanzania bara ilikuwa vipi? Yani ukiachana na bao alilofunga katika finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida Black Stars na kuonyesha kiwango cha juu mno katika kutekeleza majukumu yote ya kushambulia na kuzuia, Duke Abuya kwenye ligi kuu Tanzania bara amefanya kazi kubwa vile vile. Ni kwa sababu gani? Kwenye msimu ambao kama kawaida timu zipo 16, mechi zipo 30, Duke Abuya katika mechi 30 yeye amecheza mechi 27.
27 matches. Maana yake ni nini? Ni kwamba ushiriki wake katika mechi ni utaweka 27 chini 30 zidisha kwa 100. Utagundua hapa ni 90% za kushiriki mechi zote za Yanga. Hii pekee yake inatosha kudhihirisha namna gani alivyo muhimu kwenye benchi la ufundi la Yanga katika kutimiza mipango yake. Dzuka Abuya akacheza kwa dakika 1564 ambayo kwa sababu Yanga wamecheza dakika 2700 katika ligi kuu Tanzania bara, mechi 30 zidisha mara 90, utagundua ushiriki wake uwanjani ukiondoa idadi ya mechi zidisha kwa 100 hapa tunasema 2700 kwa sababu ndizo dakika walizocheza Yanga katika ligi, utagundua ni around 58% katika timu ambayo ina nyota wengi hususan eneo la kati. Ni dhahiri kwamba Dzuka Abuya amejitokeza kuwa miongoni mwa nyota muhimu, ndio maana amecheza kwa muda mrefu wa kiasi hiki. Halafu nini amefanya? Licha kwamba yeye mara nyingi hucheza kama kiungo mmojawapo wa ulinzi, lakini bado amekuwa na madhara kwa wapinzani, kwa sababu dakika hizi 1564 Dzuka Abuya amepiga mashuti 12. Kati ya hayo 6 amelenga shabaha, halafu akafunga goals, kafunga mabao 3, lakini pia akatoa assist 2. Na matokeo yake kwa ujumla amechangia mabao 5, idadi ambayo ukiangalia katika mabao yote aliyofunga Yanga msimu huu utagundua kwamba 5 katika mabao 83 kwenye ligi kuu Tanzania bara zidisha mara 100, utagundua mchango wa mabao wa Dzuka Abuya kwa moja kwa maana kufunga na kutoa pasi za mabao ni around 6%. Ni kiwango kizuri, na hasa kwa kuzingatia eneo analocheza pindi awapo uwanjani, kwa maana kwamba mara nyingi yeye ni kiungo wa ulinzi katika mfumo wa Yanga baada ya golikipa ni 4-2-3-1 kama nilivyotoka kuelezea juu ya mfumo wa Yanga katika kucheza. Hakika ni usajili ulikuwa babu kubwa wa Yanga, management ya Yanga mwanzoni mwa msimu, na hatimaye ukawapa matunda wakitoa kombe la Toyota kule Afrika Kusini. Walikuwa wafunga wenyeji Kaizer Chiefs mabao 4-0, wakitoa kombe la Muungano, wakitoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 4 mfululizo, wakitoa kombe la shirikisho la benki CRDB mara 4 mfululizo, lakini bila kusahau mwanzoni kabisa mwa msimu ngao ya jamii Yanga waliibeba wakiwa na nyota kadhaa akiwemo huyu Dzuka Abuya, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.